Kwa heshima na taadhima, naomba nichukue nafasi hii kwa namna ya pekee kabisa kumshukuru muhifadhi namba 1 nchini, naye si mwingine. Tunaposema muhifadhi namba 1, maana yake ni Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, kwanza kwa kuendelea kuniamini katika nafasi hii kama waziri wa kusimamia masuala ya maliasili na utalii. Lakini pia tunaendelea kumshukuru kwa maono yake makubwa katika swala zima la utalii, swala zima la uhifadhi na mambo mengi makubwa ambayo Mheshimiwa Rais ameendelea kutufanyia kuhakikisha kwamba tunakuwa tuna bajeti ya kutosha kuendeleza masuala ya uhifadhi na utalii. Ndugu wanahabari, niendelee kusema kwamba nimewaomba tukutane hapa leo kwa lengo la kutumia vyombo vya habari mnavyoviwakilisha kufikisha ujumbe kwa Watanzania wote kuhusu mkutano mkubwa na wa kipekee kuhusu masuala ya uhifadhi wa wanyamapori na misitu unaotarajiwa kufanyika hapa nchini kwetu, hususan katika jiji letu la Arusha. Ndugu wanahabari, Tanzania imepata heshima kama ilivyo kawaida na kwa mara nyingine tena chini ya uongozi bora wa Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa mwenyeji wa mkutano wa 14 wa Baraza la Usimamizi wa Mkataba wa Lusaka. Tunasema the 14th Governing Council Meeting of Parties of the Lusaka Agreement, utakaofanyika jijini Arusha tarehe 8 mwezi wa 5 2025. Mkutano huu hufanyika mara moja kila baada ya miaka miwili, ambapo mara ya mwisho mkutano huu ulifanyika nchini Zambia mwezi Machi 2022, na leo 2025 Tanzania imepata heshima ya kuwa mwenyeji wa mkutano huu muhimu kabisa wa 14 wa Baraza la Usimamizi wa Mkataba wa Lusaka. Ndugu wanahabari, Baraza la Usimamizi wa Mkataba wa Lusaka lilianzishwa mwaka 1994 kwa lengo la kuziwezesha nchi za Afrika kusaidiana katika kukabiliana na masuala ya ujangili na biashara haramu ya nyara, yakiwemo mazao ya misitu yanayovuka mipaka ya nchi. Tanzania ilijiunga na mkataba huu mwaka 1999 na imekuwa ikitekeleza kwa kushirikiana na nchi wanachama ambazo ni pamoja na Congo Brazzaville, Kenya, Lesotho, Liberia na Zambia. Ndugu wanahabari, kupitia mkataba huu Tanzania imenufaika katika nyanja mbalimbali, ikiwemo masuala ya kubadilishana taarifa za uhalifu wa makosa yanayohusu wanyamapori na misitu. Hivi sasa yako makosa ambayo yanavuka mipaka. Kwa hiyo kitendo cha Tanzania kuwa mwanachama wa mkataba huu, tumeweza kubadilishana taarifa mbalimbali za masuala haya ya uhalifu wa makosa yanayohusu wanyamapori pamoja na misitu. Lakini vile vile tumenufaika kufuatilia na kukabiliana na mitandao ya ujangili wa wanyamapori na misitu. Vile vile tumeweza kufanya operation na doria jumuishi, tunaita joint concurrent operations, na mafunzo ya kukabiliana na vitendo vya uhalifu. Rasilimali hizi ambazo tunazo nchini lazima tuweze kuzilinda, na ndio maana tunazilinda kwa kushirikiana na nchi mbalimbali, ikiwemo masuala haya ya Lusaka Agreement. Hivyo katika mkutano huu wa 14 ambao utafanyika hapa nchini kwetu katika jiji hili la Arusha, pamoja na mambo mengine, utapokea taarifa ya utekelezaji wa maazimio ya mkutano ule uliopita, mkutano wa 13 wa baraza, na utaidhinisha mpango mkakati wa mkataba wa miaka 5, yani 2025 mpaka 2030. Lazima tuweke mikakati. Hivyo
Tanzania kupitia Waziri wa Maliasili na Utalii itapokea nafasi ya urais wa Baraza la Usimamizi wa Mkataba kwa kipindi cha miaka 2 ijayo kutoka kwa Waziri wa Maliasili wa Kenya. Kwa hiyo sasa Tanzania tunachukua nafasi ile ya urais. Na sasa kwa maana hiyo basi, Waziri wa Maliasili na Utalii wa Tanzania atakuwa ndio rais wa Baraza la Usimamizi wa Mkataba kwa kipindi cha miaka 2 ijayo. Hongera sana wa Tanzania kwa kupata heshima hii. Hii ni nafasi ya nchi. Hii ni nafasi yetu sote wa Tanzania. Tanzania yapata heshima kubwa chini ya uongozi wa Dr. Samia kuchukua nafasi ya urais wa Baraza la Usimamizi wa Mkataba huu wa Lusaka kwa kipindi cha miaka 2. Na mara nyingi kunakuwa na vigezo na masharti. Tunapokizi vigezo, tunapokuwa ni nchi ya kuonyesha mfano, nchi ya amani, nchi ya utulivu, basi mambo yote haya mazuri yanapatikana. Kufanyika kwa mkutano huu katika jiji la Arusha, ndugu zangu, ni fursa ya kutangaza utalii, kufanya biashara na kushiriki katika juhudi za kikanda na kimataifa za kukabiliana na ujangili na biashara haramu ya wanyamapori na mazao ya misitu. Hii ni heshima kubwa sana kwa Watanzania na hususan wananchi wa jiji la Arusha na mikoa ya jirani. Kwa mujibu wa kanuni za uendeshaji wa mkutano wa baraza, mkutano huu unatarajiwa kuhudhuriwa na takriban mawaziri 19 wanaoshughulikia masuala ya mali asili na mazingira kutoka katika nchi 19 za Afrika na wawakilishi kutoka katika mashirika ya Umoja wa Mataifa. Mashirika haya ni pamoja na shirika la UNEP, UNODC, UNDP, Interpol, WCWG na katibu mkuu wa mkataba wa kimataifa wa biashara ya wanyamapori na mimea iliyo hatarini kutoweka, yani CITES, atakuwa ni miongoni mwa washiriki wa mkutano huu muhimu. Aidha, Tanzania, Wizara ya Maliasili na Utalii kwa kushirikiana na taasisi zake zinazounda wakala wa utekelezaji wa mkataba wa National Bureau pia zitashiriki. Ndugu wanahabari, mwisho ninaomba nitoe wito kwa Watanzania wote, wadau wa utalii pamoja na wananchi kuutumia mkutano huu kama fursa katika kutangaza utalii na mazao ya utalii pamoja na kufanya biashara. Baada ya kusema haya, nawashukuruni sana na asanteni sana kwa kunisikiliza. Hii ni Arusha Kondo Hotel, hoteli ya kisasa iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha. Muonekano wake ni wa meli iliyobeba kila kitu. Namba 1, kuna maduka ya biashara. Namba 2, ofisi za taasisi mbalimbali. Na namba 3 ndo hoteli yenyewe sasa. Hapa utahudumiwa na wahudumu nadhifu wenye taaluma na kazi yao. Kwa ajili ya usalama, milango yote inafunguliwa kwa kadi maalum zinazotumia umeme. Ukiwa ndani ya hoteli, unaweza kuona mji wa Arusha vizuri na kupata upepo mwanana kutoka katika vilima vya Mlima Meru. Kuna sehemu tulivu kwa ajili ya kupata chakula kizuri kilichopikwa hapa kutokana na oda yako. Arusha Kondo Hoteli inakukaribisha kuja kupumzika hapa. Kwa mawasiliano zaidi, arushakondohotel@gmail.com. Simu 0747 705 090 na 0676 705 090.